Wamatangi ameweka wazi kuwa vita vya kisiasa ambavyo amekuwa akipigwa na wapinzani wake ni kuhusu maendeleo ya kaunti hiyo. Wamatangi akisema kuwa haja yake ya kuwatumikia wakazi wa Kiambu kumempelekea yeye kudhalilishwa kisiasa, huku akiweka wazi kuwa yeye atazidi kuwatumikia wakazi, huku akijitahidi kwa kazi yake ndio itakayotathmini iwapo atapata muhula mwingine. Na mimi nilisema vile mlinifanyia heshima mkinipatia hiyo kazi na mmeniweka nikiwa governor, lazima niwarudishie heshima. Na heshima yangu nilisema heshima yangu kwa mwana Kiambu ni kufanya kazi ambayo mmenituma nifanye. Vile mliniweka kwenye hiyo kiti, hakuna mtu mliniitia Nairobi. Hamukuniitia mbunge yoyote, mulinipeleka huko mimi peke yangu. Ama namna gani jameni? Na ndio nikasema hata kwa hii vita mnaona mimi napigwa mingi sana. Ati kwa vile nimesimama na msimamo mmoja wa kusema ya kwamba haki yetu na ukweli wetu kama wana Kiambu ni kulinda haki ya hawa wenye wanadharauliwa. Ama namna gani jameni? Na nikasema mimi sitaki kupendwa. Sitaki kupendwa huko juu na wapi, hata sitaki kupendwa na wamechaguliwa. Nataka kuweka heshima ya kusema ya kwamba ukipatiwa kazi, heshima wenye wamekupatia kazi. Fanya kazi umepewa. Mimi hata nikibeba mali yenu yote niende nikajipendekeze kwa wamechaguliwa na mimi. Ati nikiangalia mahali tu shamba yenu, ati niunganishe hao ndio waseme mimi ni mzuri tugawanyane, alafu nienda nikajifanya jamaa wa maana huko. Hiyo ni laana, sio baraka. Ama namna gani jameni? Yes. Hapa Kiambu nilisema siwezi kuchaguliwa senator, nichaguliwa mara ya pili, nichaguliwa governor, alafu nirudi tena kuwaomba kazi nikiwa ninakuja na sarakasi na mdomo na story na wimbo ati niwadanganye mnichague mara ya pili. Uamuzi wangu ni moja. Kama nyinyi mkikagua muone ya kwamba Wamatangi mwaka wa 2027 hajafanya kazi, basi hakuna haja yangu kurudi kuomba kazi mara nyingine. Nilisema nitawaomba kura ya 2027 kwa mjadala na kwa ticket moja peke yake ya ile kazi nimefanya. Na ndio mnaona nimeingia kwa hii county, nimesema wacha ionekane ya kwamba mtu anaweza kuingia akiwa amekata kauli ya kazi na ionekane kazi imefanyika. Kazi ndio hiyo na roho ndio hiyo.